Tuanze kwa mapana zaidi, Godlisten Mligo ambaye ni mwalimu Atlas pale sekondari. Tunapozungumzia shule za vipaji maalum, hizi ni shule ambazo zimeanzishwa na serikali zikiwa na lengo kubwa la kuibua na kuendeleza vipaji vya watoto au vya wanafunzi wetu katika nyanja kubwa mbili. Nyanja ya kwanza tunasema shule za vipaji maalum zililenga kuendeleza watoto katika vipaji vya elimu, yani sayansi, hisabati, kompyuta, sanaa pamoja na muziki. Malengo makubwa na malengo mahususi ambayo yalikuwepo, ilikuwa lengo ni kuweza kuzalisha wataalamu ambao wataalamu hawa wangekwenda kuwa majawabu ya matatizo ya jamii yetu. Wataalamu ambao ni competence, wataalamu ambao wana ujuzi mahususi. Kwa hiyo mojawapo ya sifa ya mwanafunzi kujiunga na hizi shule za vipaji maalum imekuwa ni matokeo mazuri. Hii imekuwa ni mojawapo ya sifa ya mtoto kujiunga na shule za vipaji maalum. Sasa inafanyeje huko? Je, watoto wenye vipaji ambao hawaja excel kwenye academic wanapata nafasi? Hilo limekuwa ni jambo jingine. Lakini wamekuwa wakichagua wanafunzi kwa kuangalia vipaji, lakini pia wamekuwa wakichagua wanafunzi kwa kuangalia ushauri kutoka kwa walimu wao waliowafundisha kwenye hii elimu ya msingi. Kwa mfano ni elimu ya msingi pamoja na elimu ya sekondari.